Bwana Yesu asifiwe. Nikapata pale somo la ajabu kwamba na sisi tunatakiwa kujifunga kwa kamba ile moja ya upendo, ili kwamba ndugu akianguka tufanye nini? Tumsaidie. Lakini hapa kuna watu ambao wanaona ndugu yao ameshaanguka, ameponyoka kule, na kamba inamkamata, anakamata kisu, anakata kamba. Informer, inspirer, impacter. Voici MAM Média. MAM Média, la voix qui informe le monde. Tunakuwa na furaha kubwa asubuhi ya leo kuwaona jinsi mmekaa ili tuchangie neno la Bwana. Na leo ninapoingia katika somo hili, ninakumbuka aya moja katika Biblia na nitapenda niisome. Kitabu cha Luka sura ya 17. Na tutasoma aya ya kwanza mpaka ya 3, na hapo tutakuwa na ombi. Luka sura ya 17 aya ya kwanza mpaka ya 3. Ni Yesu ndiye mnenaji, anasema hivi: akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake, akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmojawapo wa wadogo hawa. Jilindeni. Kama ndugu yako akikosa, muonye, akitubu, msamehe. Tuombe. Mungu mtakatifu, Baba yetu, saa ya kusikia neno lako imefika. Asa hawa watu ni wako na neno ni lako. Kwa hiyo ufanye kwamba neno lako likae ndani ya watu wako, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Wapendwa, hili fungu ni mojawapo ya mafungu ya ajabu katika maandiko matakatifu. Nalo linatutahadharisha, linatupatia angalisho na kuambia kila mmoja wetu hivi: makwazo hayana budi kuwa. Kiswahili cha kawaida tunasema kukwazika itakuwa tu. Lakini Yesu anasema ole wake yeye ambaye amekwaza ndugu yake. Biblia inasema ingekuwa heri kwa huyu mtu wakamate jiwe, tena si jiwe la kutupia mtu hivi, lakini ni jiwe la kusagia. Shida yetu tulikomana kule ku village, hakukuwaka na mule. Tunajua kama wamama walikuwa nakamata mtama wanatia kulijiwe na wanasirika. Hao watu wa Bukavu hawajui, hawawezi jua. Shie tunajua, na ile jiwe wanatiaka chini, wanahakikisha kama ni jiwe ngumu sana tena kubwa, ili kwamba wakati utakuwa unapitisha usikuwe nakula majiwe. Hasa ni jiwe nzito. Hasa jiwe kama hili, Yesu anasema pahali pa kumkwaza mmoja wa walio hao wadogo, afadhali wakamate ile jiwe watie kwenye shingo, wakupeleke mgralaki, na wakifika pale wanafanya nini? Wanakudondosha. Kisha anasema hivi: jilindeni. Kama ndugu yako akikosa, umtangaze. Ufanye nini? Umpige, umuonye. Anasema hivi, akitubu umfungishe. Fanya nini jamani? Umsamehe.
Leo tunakuwa na somo ambalo nimepatia kichwa kinachosema sema ukweli umuokoe ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Sema ukweli lakini muokoe nani? Ndugu. Leo tunaishi kizazi ambacho ni kizazi cha wakati mgogoro unaanza, ama mmoja anachochea ama tunakimbia. Ukiangalia inaonekana hatutaelewana katika jambo hili, ama mtu huyo amenikwaza, tunakuwa na njia mbili, ama unamtoroka ama unawasha moto. Na watu wamekuwa wakisema dawa ya moto ni moto. Ikiwa hii ni kweli, wakati nyumba itakuwa na lungula, nyumba yako imeanza huko kuisha amri, enda washa moto ngapo ingine ili moto uzimike. Mtu mwenye akili timamu anaweza kufanya vile. Sasa kwa nini tunasema dawa ya moto ni moto? Wapendwa, kile ni kizazi cha mwisho wa dunia ambacho tunakuwa ndani, ambacho kimefikiri kwamba kama utapenda uzime moto, utaizima kwa moto mwingine. Na hii imebomoa jamii, imebomoa hata kanisa, na hata vyote vimeharibika sababu tu watu wamekuwa na hiyo hali. Kizazi hiki ambacho tunakiishi ni kizazi ambacho kiko tayari kumhukumu mtu haraka haraka. Ni kizazi kibaya. Hatukusoma ile andiko ya Yesu, ama hatutaki kuisikia. Lakini Yesu anasema ndugu yako amekosa, umuonye. Akikubali, msamehe. Mke wako amekosa, muonye. Akikubali, msamehe. Ninajua hapa kuna watu ambao wanakuwa na hasira, na wameweka hasira vinyongo mioyoni mwao, wengi sana. Mpaka anasema huyu Celestin akifikaka mbinguni afadhali niende jana. Acha nikwambie, ataenda mbinguni na wewe utaenda wapi? Jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi kizazi ambacho ni cha watu ambao wanaweka kinyongo kwenye mioyo yao. Acha nikwambie, kuna mtu mmoja walimkwaza sana. Na unajua walimkwaza namna gani? Wakakamata, alikuwa amenunua gari. Na sasa gari yake ndio alikuwa ameinvestire gari kabisa mpya, na akaipeleka iende fanya kazi. Sasa huyu chauffeur alikuwa hana roho mzuri na huyu mwenye gari. Walikuwa na shida zao za huko kule zamani. Sasa chauffeur akakamata gari, wakati alifika kwenye raveko, akatia vitesa, akasote, gari kaenda kule chini. Na akaambia huyu, nimefanya kile ambacho nimekulipa. Nimelipa. Huyu mwenye gari ikanyonga sana. Sasa kwa sababu alikuwa na hasira sana, akasema ninaombaka Mungu, na kwa imani ambayo niko nayo hapa, mimi nataka kula sumu na kisha ule mtu atakufa kule. Kwa imani akakamata sumu, akachako kijiko, akameza. Acha niwaambie, nani alikufa? Yeye. Ule mtu mwingine yeye endelea kuishi. Acha nikwambie ndugu yangu, na wewe ukikuwa naweka kinyongo kwa roho yako, hauko tofauti na huyo. Hiki kinyongo kitakuua wewe, ule mtu yuko na amani kabisa. Wapendwa, siku hii ya leo ninapendelea tutoke hapa tumekuwa na roho imetakata, hatuna kinyongo na mtu yeyote yule, sababu tutasema ukweli tunapookoa wanani? Ndugu. Kizazi ambacho tunakiishi ni kizazi
ambacho kimekuwa tayari kuvunja uhusiano kimya kimya. Wapendwa, Yesu ni mwalimu wetu. Na hapa anatuambia nini katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 18. Na hapa tutajenga somo letu ili kwamba tuelewe nini Yesu anasema. Amerudia tu ile ambayo alikuwa amezungumza katika kitabu cha Luka sura ya 17. Inaandikwa hivi, 18 aya 15. Ndugu yako akikukosa, enenda umuonye wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umepata nduguyo. Nimekukosea ama nimetenda dhambi na umeigundua. Biblia inasema hivi, enenda unione, kuja unione wewe na mie tutengeneze. Nikikubali, umepata ndugu yako. Siku moja, unajua hii generation android yenye tuko nayo ni hatari. Sijui kama na wewe umeshakufikia. Mimi nimenifikia. Siku moja nikakorogana na Shiti. Tunakorogana tu. Sasa wakati tumekorogana bien. Akakamata, akatia kustati. Akabiblia. Akaandika, akasema hakuna wa kuaminiwa, hata na yule ungempenda naye atakuumiza. Wakati niliona Konstantini nikasema sasa ni mara ngapi na wewe umekosana na mtu, pahali pa kumuona unatia wapi? Kumbuka Konstantini ndio alifanya hicho. Wakati nilionaka nikamuita nikasema sasa unajua hapo kuna tangazia dunia yote kama mie nimekukwaza. Akasema suli nikwaza kweli. Sasa unapenda dunia yote ijue. Tukatengeneza na akaifuta. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ndugu yako akikukosa, umwendee. Wangapi? Wewe naye. Akikubali, umepata nani? Ndugu yako. Ni mara ngapi tumekuwa tayari kuandika na kupibilia vitu sababu tu tunakuwa na kinyongo kwenye mioyo yetu? Tumevunja kanuni ya Yesu. Yesu anasema muendee ninyi wawili mkatengeneze. Tunayo nafasi ya kutengeneza mambo kama na haya, lakini tumevunja kanuni hii ya Yesu na kupenda mambo yetu ndiyo yaendelee. Acha niwaambie, na hii pengine wengine hawajui, lakini hakuna miongoni mwetu hapa hata mtu mmoja ambaye anaweza simama na kusema yeye hawezi kosea mwingine. Iko? Kama iko, napenda nimuone. Mama, sikiliza nikwambie. Uko nataka acha bwanako eti anakukwazaka. Utazunguruka dunia yote hautampata mume asiyekosea. Wamama mpo? Wababa msikilize. Uko nataka toroka nyumba eti mama iko na domo. Utakimbia, lakini kule utakuta mwenye iko na domo na anakupiga. Hakuna mke ambaye ni mkamilifu. Hayuko. Hakuna kanisa. Naposema kanisa nazungumzia wanamemba wa kanisa. Hakuna wa kanisa ambalo wanamemba wake wote ni wakamilifu. Hakuna. Utatoroka hili la Nguba, unasema unakimbilia Ibanda, utakutana kule na kubwa kuliko ulilo acha. Ama utatoroka kanisa hili la Waadventista eti wamekukwaza ndani, unaenda kwa kanisa ya kurukaruka, utakutana kule kikwazo kikubwa mpaka unakufia kule. Wapendwa, hakuna hata mmoja wetu
ambaye hawezi kukosea. Hata Biblia inasema, kitabu cha Mithali sura ya 24 aya ya 16 inasema hivi: kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akasimama tena. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye Biblia inasema huyu ni mwenye haki, yeye anaanguka na kisha anafanya nini? Anasimama. Si kama mtu mbaya, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Mwenye asiye haki yake anguka, anaterezea kule na anapotea. Kwa hiyo kwa ajili ya kikwazo cha mtu fulani usikuwe tayari kukimbia. Ndugu yako akikosa, umwendee wewe peke yako pamoja naye. Akikubali, umepata ndugu. Wapendwa, niwaambie tu kama kanisa hili ambalo umekubali kuingia ndani mwake ni hospitali. Ni hospitali yenye iko ndani watu ambao wamevunjika moyo kule nje, na sasa wamekimbia hapa miguuni pa Yesu ambaye ndiye daktari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu wanakuwa kwenye daktari, wanaendelea kupona. Kisa kinaeleza kuna watu ambao walikuwa watu watatu, na hao watu watatu bahati mbaya walikuwa kwenye mtumbu. Tunajua hii mtumbu hii ya kuloa sambaza. Walikuwa mpirogi. Asante mama. Walikuwa mpirogi. Na yao Francais kumeli watu wanasikia mzuri hapa. Walikuwa mpirogi. Hasa hao watatu bahati mbaya walikuwa hawaelewani wote watatu. Sasa walikuwa wamefanya hivi, tunasemaga njoo hivi. Kusoza. Wamesoza. Sasa kila mmoja alikuwa anasoza ngambo yake. Sasa finally mmoja akasema tusikilizane. Juu hatutaenda fasi pasipo kuelewana. Kila mmoja wetu tumupatie saa 2 za kusoza yeye peke, akichoka mwingine anakamata, akichoka mwingine anakamata. Wakapatana, wakaelewana katika jambo hilo. Hasa mmoja alikuwa anasoza. Anasoza. Bahati mbaya mule chini maji ikaanza ingia. Lakini saa 2 zake za kusoza zilikuwa haziaishi. Anaambia ndugu zake wawili, jamani maji inaanza ingia. Wanamwambia haituhusu sababu haiko saa yetu. Anasoza, iko anashota maji. Anashota maji. Anawaambia, bwana, maji inaingia sana. Wanamwambia nini? Haituhusu, saa yetu haia. Lakini wote liko munini? Mpirogi. Maji iliendelea kuingia. Walikia chikuta saa yao na wameshuka ndani ya maji. Hili kanisa, unaweza ona ndugu yako unasema ile kosa ambayo ameingia ndani ni vyake, havinihusu mimi. Acha nikwambie, usipomsaidia na wewe hautaenda wapi? Mbinguni. Shida ya ndugu, jisikie kwamba inakuhusu. Biblia inasema ndugu yako akikosa umwendee. Akikubali umepata ndugu. Umsamehe. Na tuendelee tukaujenge undugu wetu. Paulo naye akazungumza jambo hili. Sasa yeye akaenda tena mbali kidogo. Sababu kuna watu tena, niliwaambia kizazi hiki ni cha ajabu. Unaweza muendea, unajua hao wanaume wababa mpo hapa, ninazungumzia wababa ambao wameoa. Wababa tupo sawa.
Hawa ambao wamejibu, wamama, acha niwapatie tangazo. Wamama wenyewe mmejua, acha nipatie tangazo hawa binti zetu. Wadada mupo? Tangazo. Sawa. Hawa wa baba na hawa wa garson viko wote na tabia moja. Akikosea, ukikia mshauria na huko makali, hata kusikia. Wa baba, kama nimesema uongo mniambie. Kama umeangalia hawa mama zetu wamekaa na hawa wazee wetu siku zote zile, wamejua ile siri. Paulo anasema hivi, sikiliza, kitabu cha Wagalatia sura ya 6 aya ya 1, neno la Mungu linasema hivi: ndugu zangu, mtu akighafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho, mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako, usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Ni Wagalatia sura ya 6 aya ya 1. Ndugu yako amekosa, uende umuonye kwa roho ya nini? Ya upole. Hawa wa baba amefanya kosa bien, umemunasa bien mkosa ya bien. Unakuwa huko napandisha sauti, atakuongola meno. Munaongolana meno, na mwisho wa mambo yote na unyumba unavunjika. Lakini hawa wa baba wanakuwa na siri hii nyingine. Hata kama hana sheria, anapendaka kuwe naye. Na kwanza kama ni mbele za watu, hautamshinda. Lakini ukimtosha pembeni, hasa unamwambia, lakini ile saa niliitika tu, lakini vitu viko hivi na hivi na hivi. Atakwambia, lakini na wewe si unajua kama pale singeitika, sababu wanasemaka mwanaume hangubaki sawa mti. Bwana Yesu asifiwe. Muonye kwa roho ya nini? Ya upole. Dada yako, dada yetu ameingia katika kosa, tumwendee, tumuonye na roho ya upole. Akikubali, tumutangaze, ndio tumsamehe, tumepata ndugu. Wapendwa, wakati unaenda onya mtu amefanya kosa, lengo usiende ili umuoneshe kama hana reason yoyote. Hakuna sababu ya kushindana naye, ama huna sababu ya kuonesha kwamba ni wewe ambao unakuwa mwenye haki. Lakini kitu ambacho unaenda kifanya ni kurejesha uhusiano. Nilikuwa nasoma kuma reseaux sociaux, nikakutana na kisa kamoja. Ilikuwa ni nyumba ya baba na mama, hasa walikuwa hawana mtoto. Na kila siku huyu baba alikuwa anaambia huyu mama, mie nikalala, siwezi penda mtu anilamushi. Alikuwa anapenda usingizi wake kabisa. Na huyu mama alikuwa ameheshimia ile kanuni vizuri sana. Hata mgeni akifika, hata kama ni baba mkwe amefika kwao, na sasa huyu baba ameenda lala, alikuwa anajua baba akilala hakuna cha kumlamusha. Hata siku moja usiku tu, mama wote wamelala, sasa ikafika wakati huyu mama akasisimuka. Amelamuka, akaona mnyumba moto inaanza waka. Lakini baba anafanya nini? Analala. Huyu mama akatumikisha akili sana, akasema baba ameniambia akilala nisifanye nini? Nisimwamshi. Lakini moto unaendelea. Moto inaendelea. Mama anakuwa kimya.
Unadhani hii nyumba iliendelea? Nyumba ililungula, waliponyokea chupuchupu hao wawili, lakini nyumba imelungula. Swali, kosa ni la nani? Jamani, tuko pamoja? Kosa ni la nani? Wangapi wanasema la mama? Unaona ni baba tu. Haya. Wangapi wanasema ni la mama? La baba? Unaona ni wadada tu. Wapendwa, ndugu zangu, tusikilize sasa. Makosa inakoka hawa wawili, lakini kosa kubwa ni la huyu ambaye alinyamaza. Aliona shida, akafanya nini? Akanyamaza. Shida inapompata ndugu yako, hata kama ameshakwambia mie nimechagua njia zangu na sitaki ushauri wa yeyote yule, umwendee. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ule baba. Ule baba alisema hata shida inakuwa mie usiniendee. Alichagua mbaya na kaingia katika kosa. Lakini kosa tena linakuwa kwa huyu mama, sababu alishindwa kumwelea huyu na kumwambia umeingia katika shida. Ndio maana nikasema kosa ni la wote wawili. Wapendwa, ndugu ameingia katika kosa. Nikiona amefanya kosa na nina nyamaza, Biblia inasema huyu mtu atapotea, lakini na mimi sitaokoka. Lakini nikimwendea, ni hapo ndipo nimefanya kazi ambayo Mungu amenipatia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekufanya wewe kuwa mlinzi wa ndugu yako. Na wewe Mungu amekufanya kuwa uwe tayari kusikiliza maelekezo ambayo ndugu anakupatia. Acha nikwambie ndugu yangu, utakuwa uko mzazi mbaya wakati ambapo mtoto anafanya makosa, pahali pa kumuonya nasema huyu ameshanishinda, nimemwachia Mungu. Swali, nani ameshasikia sauti ya Mungu inatoka kule mbinguni inasema watu wangu acheni dhambi? Nani? Mungu kusema anasemea kupitia ndugu yako. Anasema kupitia hao wahubiri wanaopita hapa kila siku. Anasema kupitia neno lake ambalo unalo. Hasa wapendwa, ndugu akiingia katika shida, usiseme unamwachia Mungu. Mungu amekufanya wewe kwa mlinzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mwenye yuko pembeni yako na kisha muulize umesikia ile. Muulize tena. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, hilo ndilo lengo la kanisa. Kanisa ni kutusaidia ili kwamba tuonyane sisi kwa sisi. Nimeshawaambia kama napendaka sana madocumentary. Sasa nilikuwa naona tena ingine documentary ya watu ambao wanapandaka kumilima. Huku hatulifanyaki sababu tunashughulika sana na kutafuta chakula. Lakini kwa watu ambao hawawazaki tena watakula nini, wameshatengeneza vitu vingi. Na kuna watu ambao kazi yao ni kwenda tu kupanda kumilima, anapanda kumilima, anaona kama ni mlima inasimama hivi kabisa, anajaribu kuanza kupanda kutoka huko chini, anapanda kule. Hasa wanapandaka ni maekipe, hauwezi panda wewe peke. Wanaoitaka wa alpiniste. Hasa hao wa alpiniste wanapokuwa ni ekipe, wanajifungaka wote kamba. Huyu anafunga kamba mkiuno yake, anafunga mwingine. Kama ni ekipe ya watu 10 wote wanajifunga kamba moja. Mnajua siri ya hii kamba ni nini? Wakati wanapanda kwenye milima,
unaweza fika kwenye mlima, unataka kamata, inaachilia. Kama inaachilia, unaanza anguka. Hawa ndugu zako ambao wamejifunga kwenye viuno vyao, utabakia na selemba huku, na sasa wanakusaidia tena, unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Nikapata pale somo la ajabu kwamba na sisi tunatakiwa kujifunga kwa kamba ile moja ya upendo, ili kwamba ndugu akianguka tufanye nini? Tumsaidie. Lakini hapa kuna watu ambao wanaona ndugu yao ameshaanguka, ameponyoka kule, na kamba inamkamata, anakamata kisu, anakata kamba, anasema na huyu ndiye yule ambaye Yesu alisema afadhali mtu kama huyu wakamate kamba watie kwenye shingo yake wale wamtupe wapi. Yesu ametufunga kwa kamba moja ya upendo. Ndugu yako akianguka umrejeshe, na anapofika kule juu sote ndio atatusaidiana. Dada White anasema vizuri tu kama hakuna mtu yule ambaye atafika mbinguni peke yake, na akatuonesha kisa, akaillustrate jambo hili, akasema kulikuwa na watu aliona katika maono, kulikuwa na watu ambao walikuwa natembea saa za baridi. Huku wakati tunazungumzaka baridi, watu hawaelewake baridi ni kusema nini. Sababu hapa tukisema tunasikia baridi ni wakati yenye temperature inakuwa presque ma 14 degree. Na pale tunasema baridi iko. Lakini tembelea nchi za wenye wanakuwa na baridi. Ulishaki gusa mfrigo wakati kabisa imeshinda iko kumoto. Unagusa ndani frigo. Ama unakamata sababu watu hapa wanapenda nyama sana, unatia nyama mfrigo. Kisha juma moja, unaitosha kiko namna gani? Lijio. Asa baridi kushinda ile. Watu wanatembea nafasi za baridi. Wote ni wasafiri. Biko naenda katika njia moja. Sasa wakati walikuwa wanaenda. Wamefanya makoti ndio, lakini baridi iko kali sana. Wanatembea kwenye baridi. Sasa wakafika, mmoja akaona ndugu mwingine mwenye baridi kabisa imemkamata mpaka mishipe imekamatana, hawezi tembea tena. Huyu alipomuona akasema, sasa huyu mbona inaonekana hata endelea huyu. Lakini mbona na mimi baridi nimeitia tabani sana. Sina nguvu za kubeba huyu. Akaenda. Sianacha mguu yake pale. Kukaja mtu wa pili naye nyuma. Wakati aliona ule mwenye anataka kufa na baridi akajiambia akasema, hata kama si wote tutakufa na hii baridi, lakini huyu iko tabani kunishinda. Akajipatia nguvu anamnyangula. Anamtia kulibega. Sawa? Wakati anamtia kulibega sio mzigo. Fikiria umebeba mtu sana. Kisha umemtia hapa kwa mabega, kisha unaenda. Wakati unaenda uko nakazana sana sababu pua iko pale. Kadiri unakazana na ndio vile unapata nini? Kifukutu. Ukibeba vitu vizito utatoka jasho hata mvua. Sasa huyu akaanza toka jasho, anaanza kupata kifukutu. Kifukutu chake kinaanza mkisia huyu mwenye anabeba. Wote wakapata nguvu, wakaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipofika mbele, wakamkuta ule mwenye aliacha ule. Yeye ameganda na hapumui tena. Hakuna mtu hapa ambaye atafika mbinguni asipokokota ndugu yake. Ukitaka enda mwenyewe utaisha sawa huyo. Ndugu yako akikosa, fanya nini? Muendee. Akikubali, msamehe. Nitapenda niwasomee andiko hili katika kitabu cha Waefeso sura ya 4. Mstari wa kwanza
mpaka wa 3. Kwa hiyo na wasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Paulo anasema, anatusihi tuenende kama unavyostahili wito wetu tulioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha imani. Wapendwa, tujitahidi, tujikaze, tuchukulie wenzetu mizigo. Kama nimefanya kosa, isikuwe sababu ya kutonisalimia tena. Kama ndugu yako amekosea, isikuwe sababu ya kumtangaza. Unapofanya jambo kama na hili, Yesu anasema ingekuwa heri wangalichukua jiwe la kusagia waweke kwenye shingo lako na wakutupe baharini. Wapendwa, ni nani ambaye miongoni mwetu unapofikiri ndani ya akili zako unamkumbuka ndugu yule ambaye hauzungumzake tena naye? Umemwona katika akili zako ule mwenye alikuwa ni ndugu, lakini kwa ajili ya mgogoro ambao uliwapata hamuivyake tena chungu moja? Umemkumbuka? Jioni ya leo uende umwone na mtengeleze. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani umembeba sana moyoni mwako na kusema huyu kabisa, huyu umepiga mpaka kwenye ligoti, unasema huyu hatutatembea tena pamoja? Ule uende umwone mkatengeneze. Ni nani yule ambaye Roho Mtakatifu saa hizi anakukumbusha kwamba una tatizo na mtu yule na ungependa utengeneze naye? Kisha ibada uende umwone mkatengeneze tena. Wapendwa, nirudie tu somo hili katika kitabu cha Luka sura ya 17 aya ya 2. Acha nianze nisome ile ya 3. Jilindeni. Yesu anaposema jilinde, anasema maana mengine, fanya angalisho. Faites attention. Jilindeni. Kama ndugu yako akikukosa, muonye. Akitubu, umempata ndugu, umsamehe. Hili ndilo ningependa kila mmoja wetu ashikilie. Hili peke yake kila mmoja wetu alikumbuki. Ndugu amekosa, niende nikamuonye, na akikubali nimsamehe. Yesu anasema asipokubali, tafuta mtu wa pili. Kisha mnapokuwa watatu, pengine wewe hukuwa na maneno mazuri ya kumsaidia, lakini kwa kinywa cha mtu wa pili atasaidiwa. Na asipowasikiliza ninyi wawili, fanya nini? Ngoja tuisome. Ni kitabu cha Mathayo sura ya 18, na hapa tutakapokuwa tumeisoma kabisa tutaangalia nasema nini. Ndugu yako akikukosa, enenda ukamwonye wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata ndugu huyo. La, kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja,
au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Inashangaza wakati ambapo umeona ndugu fulani ametenda kosa, ama nimefanya kosa, na sasa wakati nimefanya kosa, mwenye ameniona ni ndugu Marcelin. Pahali pa kunionya ananyamaza, moto inaendelea kuwaka. Kisha miaka 2 Marcelin anafanya ile kosa. Wakati anafanya ile kosa, mzee Alain anamuona. Mzee Alain anaenda namwambia, Marcelin, umefanya kosa. Kisha Marcelin anasema, mbona na Celestin mlimfanyaka nini? Wapendwa, tupo hivi. Hii ni kanuni ya Yesu kweli? Nimefanya kosa, ndiyo kosa, nimeanguka, na Marcelin ameniona. Pahali pa kunionya ananyamaza. Si ndio ile moto inaanza waka, inataka kungoza nyumba, si ndio? Kisha Marcelin naye anafanya la même erreur. Wakati ameanguka mwile ile kosa, mzee Alain anamuona. Mzee Alain anasema, moto inawaka, moto inawaka. Kisha Marcelin anasema, mbona na Celestin wakaka mlifanya nini? Tuliendaka hubiri kwenye wanaitaka Kisegu, ni njia ya kwenda Ishasha. Tuko pale mikutano, tuko na tunahubiri. Sasa tuko na hubiri kuhusu swala la kula vitu ambavyo ni safi mbele za Mungu. Tukaambia watu kule kuko Wanande wengi, na Wanande wanakula panya sana. Wanande wanakula panya, wamebadilisha jina, wanaitaka mbeva. Na ni panya tu, pamezani kweli. Wanande, ile mbeva yenu ile, Biblia inasema isikuliwe. Sasa unajua walikuwa wanatuambia nini? Mbona na Bahutu biko naanza sikuli? Donc kama Mhutu amekula mbeva, ndio kusema iendelee kukuliwa. Kama Celestin alifanyaka kosa, ndio maana Marcelin ifanye? Hapana. Ndugu zangu, ndugu akifanya kosa muendee. Akikubali umepata ndugu. Akikataa achukua watu 2 ama 3, muende tena, mzungumuze naye kwa vinywa vya washahidi 3. Akipatikana mmepata ndugu. Akikataa mliambie nini? Kanisa, na kanisa limuendee. Sasa kipindi hicho kama nakataa kulisikiliza kanisa, Biblia inasema mumhesabu kama mpagani. Bwana Yesu asifiwe. Tusivunje hizi etape za Yesu, ni za muhimu sana katika maisha yetu. Ndugu amekosa, muendee. Akikubali, msamehe. Hilo ni neno ambalo napenda likae kwenu na kwangu katika jina la Yesu.